mlioniamini ukanituma, na mimi nafanyaje? Ninawatuma ninyi. We have been trusted work with, like tumefanya kazi ufalme. Hapa anasema amini mimi, mtu niaminie mimi, kazi nizifanyia mimi, yeye naye atazifanya, kwa sababu we are working in the same line class. Tufanye kazi katika laini moja, laini ile ile iliyomuongoza yeye, iliyomuongoza iliyomuongoza yeye, mamlaka ile ile ya Kristo hapa, mamlaka ile inatutuma sisi. Anasema yeye niaminie mimi. If you really believe in Jesus, the work that I do, zile kazi ambazo mimi nilikuwa nafanya, na yeye pia. Haleluya. Maana yake Yesu hapa anaamini, maana yake anachosema the same job decision, ile JD, ile job description, ile jukumu ya kazi, kwamba majukumu ambayo mimi nilitiwa kule mbinguni nikayafanya kwa duniani, na wapi description yangu. Haleluya. Haleluya. Unaelewa majukumu ya job description yangu. Halafu anasema job description yangu, majukumu yangu mimi ninawakabidhi. Maana yake you can do I do. You can say what I said. You can reach where I reached. Unaweza kwa mimi, unaweza ukasema kile nilichosema. Tuna job description. Ile nilichotenda mimi tenda. Nilichofanya mimi unaweza ukafanya wewe. Kile ambacho mimi nilienda nikaweza ukatangaga. Kama nilionepo naonea mapepo. Nilimwamuru shetani naona mamuru. Kama ni kansa ikaondoka. Kwa job description, kwa ile dokta kazi ambazo Yesu anasema nifanye ni kazi gani? Maana yake we do learn atanga wa job description. Usipojifunza na kuielewa description, kuna mengine unaweza kama umepewa ukashindwa kuyafanya kwa sababu ya ignorance to know your description. Lakini Yesu kazi zifanywe nini? Maana yake ile na kama elekezo, aliponiambia niamuru pepo ataondoka, na ninyi mtamuru pepo ataondoka. Aliponiambia ni mwamuru akimbie, na shetani ninyi mnaweza mkamuru shetani. Aliponiambia mimi naweza kuombea wagonjwa, na ninyi ndio hapa wagonjwa wapate kuamuru akatoka kaburini. Mamlaka ile ile, hiyo mamlaka ilikuwa prescription yangu, na ya kwenu inasoma vile vile. Hii ndio mamlaka na funguo ambazo Bwana alikuwa anaziachilia kwetu. Bwana atupe ufahamu majukumu tuliyopewa kwa sura. Nasema wangapi wanatamani kujukumu, tunatamani kuelewa na kala ya kazi ambayo Bwana ametupa, mamlaka yale, utawala ule. Rais wa Tanzania, katiba inampa rais makubwa, anasema nikisema niyafanyie majukumu yote kama katiba inavyoniongoza nitumiza. Kwa sababu miongoni mwa majukumu alionayo kunyongwa. Na mtu akafanyaje? Akanyongwa. Hata mahakama imehukumu mtu anyongwe, ili anyongwe lazima rais aweke sahihi. Isipokuwa hapa mamlaka ya mfalme ni tofauti na mamlaka ya nani? Ya rais. Rais anapigiwa kula, anaweza akaondolewa. Mfalme apigiwi nini? Apigiwi kula. Tumeaminiwa. We have been trusted to that level. That one sometimes siku kucha ombea hiyo tuamini. Kufanya hiki na kile na kile na kile kwa kuniamini. To activate how God has done, how heaven has trusted things. Wakati Oral Roberts walikuwa wanaenda kufanya mkutano kwenye nchi yake. Uwanja wanataka mkutano. Mtumishi wa Mungu akasema ule uwanja ndio tunataka kufanya. Serikali kwa mamlaka ya ile ambayo ilikuwa inasimamia wakasema uwanja hauwezi kufanywa kwa sababu kuna mechi ya mpira. Kwa hiyo mkutano hauwezi kufanyika kwenye huo uwanja. Mtumishi wa Mungu alienda kwenye mic akaita habari akasema huo mkutano inabidi ufanyike kwenye huo uwanja. Nazungumza hivi mbele ya magavana, kama hamtaruhusu huo uwanja ninaagiza mvua mafuriko ya kawaida itapiga kwa siku kadhaa bila ile habari nilivyoenda walivyosikia. Pastor amesema hizo wageni sikafanyia uwanja mwingine usini watu na mita. They know the keys that you have. Leo wewe jirani yako mshiriku anakubabaisha. Anakubabaisha na maombi yote na kufunga kote na imani yote. Baada ya hili washie wale wachai moto wao ndio waondoke wewe kwa jina la Yesu. Na wangapi wanasema ndio kufanyia neno la Kristo. Haleluya. Keys
fulani alisomaga kuonyesha Mathayo, kuonyesha alifanya kazi. Akaelewa Mathayo sura 10. Tuze tuafu kaida. Piga muda wa kufuatilia kitu kimoja baada ya kingine. Wa 5 hadi mstari ule 8. Hawa Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wa kuendea kondoo waliobise. Katika kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni. Hii ni job description. Fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo mmepata bure, toeni bure. Aliposoma hii fufueni wafu, ashika Biblia akaenda mtaa wa kwanza. Eti kwenye mtaa huu hakuna maiti, hakuna mtu aliyekufa kwenye mtaa. Sasa huu mtaa huu hamna mtu aliyekufa. Akatoka. Akaenda mtaa mwingine. Sasa mtaa huu hakuna mtu yote aliyekufa mtaa. Sasa mtaa huu hakuna maiti. Akaenda mtaa mwingine. Toka asubuhi anatafuta mtaa wapi kuna maiti. Akaenda mtaa mwingine, sasa kuna kijana amekufa hapa, alikuwa na miaka 9. Sasa hapa ndo nilikuwa nahitaji. Kaingia ndani. Watu wanalia maiti kwa jina la Yesu. Amka. Ni ownership. Yesu anasema ninazo funguo za mauti na kuzimu. Akaamka yule kijana. Penso naoza katika ufufuo wa maiti kadhaa. Sababu ya kuelewa mamlaka aliyopewa. This is not about for generals. Keys of the kingdom is not for certain people in the church. Funguo za ufalme si kwa baadhi ya watu ndani ya nini? Ya kanisa. Is for you how to access them. Na ndio maana baada ya kufundisha hii somo, fika mahali, ingia ndani, sema enough is enough. How can I be present? Inawezekanaje niaminiwe mamlaka yote hii alafu niendelee kuishi maisha ya kichovu wakati nimepewa kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya kutatua matatizo ya dunia hii, kwa ajili ya kutatua matatizo ya mtaa wangu, kwa ajili ya kutatua matatizo ya nchi yangu? Inawezekanaje nikaaminiwa na mbingu kiwango hiki halafu nikatembea kilegevu, nikatembea kichovu kama mtu ambaye hana mamlaka, hana utawala wote ule? Watu wa Bwana mwelewe, wateule wa rais wanatembeaga kwa kujiona. Wateule wa rais hata vipita na gari zao, naona huyu mteule wa rais hata anavyoongea. Sasa sisi si wateule wa rais, tumeteuliwa na mfalme wa falme. Haleluya. Bwana atuwezeshe kuyajua haya. Amen. Atuwezeshe kuyajua haya. Tuko kipengele namba ngapi sasa? Namba 7. Meaning of the kingdom. Maana ya ufalme. Ufalme, neno kingdom ni muunganiko wa maneno mawili. Neno la kwanza ni king. Neno la pili ni domain. Kingdom means the king of the domain, the king of the territory. King manake neno kingdom au ufalme ni muunganiko wa maneno mawili, mfalme na ufalme. Eneo manake ufalme lazima uwe na mfalme na uwe na eneo, location, territory au eneo au location. Na tunapozungumzia the kingdom of God, maana yake mfalme ni Mungu, halafu ana eneo ambalo anatawala, ana eneo ambalo anamiliki. Na ndio maana alivyokuja sisi akatufanya sisi kuwa nini? Wafalme.
Maana yake tuna mfalme wa wafalme, halafu ametufanya sisi kuwa wafalme. Maana yake kama ametufanya kuwa sisi kuwa wafalme, maana yake na sisi tunatawala kingdom. Lazima tuwe tunatawala territory. Wewe ni mtawala. You are the manager, you are the CEO, you are the in charge. Maana yake alichokuja kutufanya Kristo Yesu ni kutufanya sisi kuwa watawala. Hakuna mfalme bila kuwa na mfalme. There is no kingdom without the king. Maana yake ili pawe na ufalme lazima mfalme awepo, anayetawala. Sasa Mungu anatawala ulimwengu mzima, anatawala dunia nzima, anatawala miliki zote, lakini ametuamini sisi kuwa wafalme wa dunia, kuwa watawala wa dunia. You are the in charge of the world. Ukishaokolewa na Kristo unafanyika kuwa mtawala, unafanyika kuwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kingdom, anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ile Mathayo 6:33. Sasa labda leo tuweze kumalizia kwenye vitu vinavyopatikana kwenye ufalme, kipengele cha 8. Vitu vinavyopatikana kwenye ufalme. Kama tutaweza kwenda mpaka tutaenda tukavyokwenda mpaka kwenye, lakini vitu vinavyopatikana kwenye ufalme, kitu cha kwanza, there must be a king. Lazima mfalme awepo. Influence of the king over territory, not a president. Maana popote palipo na ufalme lazima mfalme. The king is the first citizen of the kingdom. Lakini jambo la pili, ili ufalme uweze kukamilika lazima pawe na territory, pawe na eneo ambao tunamaanisha property, mali pamoja na land, ardhi na mali. Na nataka nifundishe hivi kwa sababu tutakapoenda, nami nimekupa funguo za ufalme wa mbinguni, maana yake nimekupa access ya vitu vilivyoko mbinguni. Sasa vitu gani viko kwenye ufalme ndio nataka nieleze hapa, ili hata unapoenda kuomba, hata unapotembea, unaelewa kwamba land and property is owned in the kingdom. Ardhi na mali vyote viko chini ya ufalme, na mimi nimeaminiwa kuwa mfalme. Mimi nimeaminiwa kuwa mtendakazi, nimeaminiwa kuwa citizen, raia wa ufalme wa mbinguni. Nimepewa access, funguo ya kumiliki mali za Mungu, ya kumiliki ardhi ya Mungu, ya kumiliki vitu vyote vya Mungu ambavyo anamiliki Bwana. Ameviweka chini yetu, tunavimiliki, tunavitawala. Nataka nifundishe vitu vinavyopatikana kwenye ufalme, ili ukielewa nina funguo za ufalme, maana yake ufalme huo, vyote vilivyomo ndani ya ule ufalme umepewa, mamlaka aliyo ndani ya ule ufalme umepewa, mali zilizoko ndani ya ule ufalme umepewa. You are part and parcel of what is going on in that kingdom. Wewe ni miongoni mwa watu ambao kinachoendelea kwenye ule ufalme, wewe pia unahusika. Na si hivyo tu, umepewa kuwa haraki. Haraki maana ni kama msemaji, na ndio maana nasema ukiuambia mlima mbingu itajibu, ukiambia pepo toka mbingu itajibu. Utakaolifunga duniani mbingu italifunga, utakaolifungua duniani mbingu itafunguliwa. Lazima uelewe access, ufalme umebeba kitu gani, ili hata unapotamka au ina mashaka, kwa sababu unaelewa hiyo combat ambayo umevalishwa, unaelewa viatu ulivyovivaa, unaelewa nafasi uliyopewa. Na ndio maana ile ndege wakati fulani natokea Ireland, natoka Ireland, mji mkuu wa Ireland Dublin, miongoni mwa nchi nilikuwa kwenye maombi yangu miaka ya zamani, toka mwaka 2006. Nilikuwa naomba sana, Bwana nisaidie nikanyage nchi ya Ireland. Na nilikuwa naomba nikanyage ile nchi ya Ireland kwa sababu ya mtumishi mmoja tu wa Mungu ambaye aliishi kwenye ile nchi, anaitwa St. Patrick. Na St. Patrick anaheshimika nchi ya Ireland. Wa Irish wote wanamheshimu kama miongoni mwa mababa wa heshima ya juu sana kwenye ile taifa. Lakini alikuwa mtumishi wa Mungu, na wameweka kila mwezi wa 4 kuna tarehe maalum ambayo nchi nzima ya Ireland hawaendi kazini, hawafanyi kazi mpaka serikali, kwa ajili ya kumheshimu yule mtumishi wa Mungu anaitwa St. Patrick.
But I was trying to think, nini alifanya St. Patrick? St. Patrick katika nchi ya Ireland kuna matukio kadhaa ambayo yanaaminika kwamba alikuwa kufanya. Tukio la kwanza, wakati fulani anatembea akakuta kuna mama analia na mtoto wake amelala chini. Akamuuliza, mama, kuna shida gani hapa? Akasema, mwanangu ameng'atwa na nyoka. St. Patrick aliwaambia, nyoka aliingia wapi? Akasema ingia kwenye kichaka. St. Patrick akaingia kwenye kichaka anatafuta nyoka. Baadaye akaenda akamshika yule kobra. Akamwambia, mama ndio huyo. Akasema ndio mwenyewe. St. Patrick akanyosha. Wa Irish walikuwa naamini nyoka, walikuwa naabudu nyoka kama Mungu. Akasema, nyoka, wewe na kizazi chako kwenye hili taifa ninakulaani kuanzia leo. Akamtupa chini, yule nyoka akafariki. Na alipokufa pale, nyoka zote nchi nzima zikafariki. Na toka miaka hiyo mpaka leo Ireland nyoka hamna porini, uende kokote hauwezi kuta nyoka. Nyoka zilizoko ni zile ambazo zimeletwa toka mataifa mengine, wameziweka kwenye zoo kama maonyesho, lakini huko mtaani hakuna, kwa sababu ya tamko la mtu mmoja aliyeelewa mamlaka aliyopewa, aliyeelewa funguo alizopewa. Bwana akainua kina St. Patrick nyakati za leo, akainua manabii watakaofanya mambo makubwa katika nyakati zetu za leo, kuielewa mamlaka tuliyopewa. Bwana tutumie kufanya mambo ambayo yataleta tija juu ya taifa, wataamini kwamba yuko Mungu. Lakini leo tunafanya vituko badala ya kufanya mambo ambayo yataipa heshima taifa, yatampa Kristo heshima, yataliinua jina la Bwana. Wakati St. Patrick akasema Yesu anaweza kufufua, mfalme wa Ireland akasema, siamini mpaka nimeona mtu amefufuka. Binti wa mfalme akafariki, akazikwa. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wakamwita St. Patrick. Anaenda pale akachora alama ya msalaba juu ya kaburi, akaweka sahihi yake St. Patrick. Akaambia, chimbeni karibuni. Wanachimba kaburi chini, wanakuta ile binti yuko salama, yu hai, kwa sababu ya maombi ya St. Patrick. Bwana akatutumie kufanya makubwa zaidi katika nyakati za leo. Wangapi wana shauku Bwana awatumie kufanya vitu ambavyo vitaacha alama juu ya mitaa, vitaacha kizazi chao, vitaacha alama. Inawezekana kama tukizielewa funguo tulizopewa, inawezekana kwa jina la Yesu Kristo hai. Inawezekana kuwa na wanawake watakaofanya mambo makubwa juu ya dunia hii. Inawezekana kuwa na wanaume watakaofanya mambo makubwa juu ya dunia hii. Badala ya kueleza kuna St. Patrick kule Ireland, tutaeleza habari ya jina lako hapa Arusha kwa jina la Yesu. Tutaeleza habari zako hapa Tanzania kwa jina la Yesu. Wangapi wanaamini inawezekana? Hebu mshangilie Yesu Kristo hai. Sasa ile nchi nikafika wakati mmoja mji mkuu wa Dublin. Baada ya kutoka Dublin sasa nikapanda ndege. Ile ndege ninakuja sasa Ethiopia, Addis Ababa. Niko ndani ya ndege, ghafla kuna mtu mmoja akaanguka chini, mzungu, na alianguka kwenye ndege wakati tunakatisha bahari ya Mediterania. Tunakuja Addis Ababa Ethiopia. Tuko chini ya ndege, mtu ameanguka, jasho anatoka mapofu mdomoni. Mimi nimekaa, watu wamesimama na koroma, wanasema mtu anakufa juu ya ndege, mtu anakufa. Wazungu wanakuja, wengine wanapita, wale makabini kuru wa huduma ndege wanaenda kumhudumia pale. Mimi nimekaa. Baadaye Roho Bwana ananiambia, kwa nini umekaa hapa wakati kuna huduma ya kufanya pale? Nikamwambia, Bwana, mimi si mhudumu wa ndege, mimi ni abiria. Mazoea kukemeana na mapepo kwenye ndege huku, inawezekanaje? Mimi ni abiria. Akasema, wewe ni abiria lakini ni mhudumu wa watu wote duniani. Nenda kamwambia. Nikaenda pale nikauliza wazungu, what's going on here? Wasa just fell down as now shivering. Sasa anatetemeka. Tumempa huduma ya kwanza bado imeshindikana. Nikamwambia, can I pray? Wasa no problem, you just pray. Wakati nataka kuomba, Roho Bwana akaniambia, waambie tu baada ya dakika 5 atakuwa mzima. Na nikamwambia baada ya dakika 5 yeye mtu anakuwa mzima ndani ya ndege. Nikaangalia saa yangu, dakika ya kwanza ikapita, ya pili, ya tatu. Ilipofika dakika ya 5 yule mtu akakohoa, akanyanyuka, akawa mzima. Akamwambia, niliona kuna mtu alikuja kuniombea. Wale makabini kuu akamwambia, kuna yule kijana pale ndio alikuja kukuombea. Akanifuata pale yule mzungu, akaniambia, who are you? Nikamwambia, I'm a man of God from Tanzania. Na mimi nikamuuliza, who are you? Akasema, I'm a doctor from USA. I've been hired by the government of Ethiopia to work with the doctors in the village. Kwamba na yeye daktari toka Marekani ameomba na serikali ya Ethiopia kwa kwenda kufanya kazi na madaktari kule vijijini. Akasema, nashukuru sana kwa kuniombea. Nikamwambia, yeye aliyejua amefanya mambo yake. Bwana akitu
tukijua mamlaka tuliyopewa. Mahali popote wakapoenda tutakuwa dawa, mahali popote wakapoenda tutakuwa mtatuzi wa shida zilizoko. Bwana akainue watu mahali hapa wanaoelewa mamlaka walionayo, wakatatua shida za mataifa, wakatatua shida kwenye mitaa, wakatatua shida kwenye ofisi zao. Mahali ambako huko ofisini watu wanasema jambo hili limekuwa gumu, atokee shujaa mmoja anasema mimi ninazo funguo za ufalme wa mbinguni, na yoyote atakayesema hapa anatokea, yoyote atakayefunga hapa amefungwa. Na uwe dawa kwa marafiki zako, uwe dawa kwa ndugu zako, uwe jawabu kwa watu mbalimbali. Wangapi wanaamini watakuwa jawabu la matatizo ya dunia hii? Bwana atawatumia kutatua changamoto za dunia hii. Hebu mshangilie Yesu Kristo kama unaamini namna hiyo. Haleluya. Kwa hiyo keys lazima pawe na location, pawe na territory. Jambo la tatu, ufalme una constitution. Ufalme wowote lazima uwe na katiba. Katiba ndiyo ambayo imebeba majukumu, haki na privileges. Tunaita kwamba is a document. Katiba ni kama ni kitu kilichoandikwa ambacho kimebeba majukumu, responsibilities za watu mbalimbali, kinatoa miongozo ya haki za makundi kadhaa. Katiba. Sasa sisi tunaposema the kingdom of God, tunayo katiba ambayo tayari ni nini? Ni Biblia. The Bible has all that we need. Imetuguide. Jambo la 4, kwenye ufalme kuna sheria. Ufalme wote lazima uwe na sheria. Rules, sheria za kuongoza kufanya vitu kufikia malengo fulani. Wewe sisi Bwana ametupa sheria za kuongoza. Nataka kufanya kitu, Bwana ametupa sheria au za kutongoza. Lakini jambo la 5, kwenye ufalme lazima pawe na raia. Hakuna ufalme usiokuwa na raia, citizens. Raia. Na kuwa raia, aidha kuna kuwa raia kwa kuzaliwa au kuwa raia kwa kuhamia. Sasa sisi tulipokuwa tunaingiaje kuwa raia wa ufalme wa Mungu? Tunaingia kwa Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Mtu asipozaliwa mara ngapi? Ya pili, hawezi kuurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunafanyika kuwa raia kwa kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo anaambiwa mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wewe umefanyika kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Jambo la 6, kwenye ufalme kuna haki. Kuna haki. Privileges, tunasema nini? Privileges ni kama vitu vya upendeleo. Na haki ambazo sisi tumepewa kwenye ufalme wa Mungu ni promises. God has promised us a lot of things. Ametupa ahadi za kutosha. Ahadi za kutosha. Hiyo ni haki yako. So if you don't see the rise of God coming upon you, make sure you go to the court of God. Nenda mahakama kwa maombi. Ni haki yako kuwa na uzima. Anasema nami nitaondolea maradhi, nami nitaondolea ugonjwa wote, wala sitatia juu yenu maradhi yoyote mabaya mnayojuayo. Ugonjwa umekuchiria, die. Wewe ni citizen of the kingdom of God. Na raia wa ufalme wa Mungu wanatakiwa kuwa free from sickness and disease. Jua namna ya kudai haki zako kama raia. You shall be a head and tail. You shall be above and not beneath. Zile haki zote Bwana ameahidi kwako. Anasema mwenye yake anakuwa kama mtu umepandwa kando ya kijito cha maji, uzao matunda kwa wakati, wala jake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Ndio tunataka sasa tuingie. Tunawezaje kuaccess hizi ahadi hizi? Ni keys. The moment you have the key, you are going higher. The moment una kifunguo, hakuna siwezekana. Sasa funguo za kusaidia kuingia kwenye self ambayo ina dola za Bwana. Kama huna funguo, utafungua hiyo self. Ukienda pale benki kuu, wana madro na makabati yamejaa nini? Fedha. Lakini kuna funguo zinazosaidia kuingia kuchukua zile fedha. Kwenye gala hata za kivita, za kijeshi, kuna watu ambao wana funguo za kufungua kuchukua zile risasi, kuchukua zile bunduki. If
kama una funguo, it's hard to access the things. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umesheheni kila aina ya vitu, umesheheni kila aina ya mambo makubwa, lakini kama hatuzijui funguo, kama hatuzielewi funguo, unaweza ukawa unazielewa lakini huna. Maana kuzijua funguo ni kitu kingine, kuwa na funguo ni kitu kingine, kutumia funguo nazo ni kitu kingine. Unaweza ukawa na funguo lakini hujui namna ya kuitumia. You don't know how to use it. Kwa lazima ufundishwe how to use that key. Unaweza ukawa unazijua funguo lakini huna. Kwa hiyo huwezi uka-access hivyo vitu. Kwa hiyo namba ngapi tuko sasa? Namba 7. Kwenye ufalme kuna jeshi. Amen. Hakuna ufalme usiokuwa na jeshi. Na kama sisi ni watendakazi kwenye ufalme wa Mungu, lazima tuelewe kuna jeshi. Kwenye ufalme wa Mungu kuna jeshi. Na ndio maana Elisha, kwa sababu Elisha ni mtendakazi wa ufalme wa mbinguni, lakini amekuwa mchaji duniani, halafu anafanyiwa vitimbi na mfalme wa Shami kwa kutuma jeshi la nchi nzima kwenda kumkamata Elisha. Akadhania Elisha ni mtu ambaye yuko alone, yuko peke yake, lakini kumbe hakujua Elisha anatumikia ufalme ambao una jeshi. Haleluya. Anaenda anakuta Elisha anaambia walio pamoja nasi ni wengi kuliko wao. Why? Elisha ni mtendakazi kwenye ikulu ya mbinguni, na ikulu ya mbinguni ina majeshi. I want to teach you, nataka kufundisha ni open eyes katika access zangu za kwenda kwenye spiritual realm, kwenye ulimwengu wa roho. Once katika maisha yangu nimewahi tembelea ule uwanja wa kivita wa mazoezi wa malaika, ambao kipita pale wanakutana wanazotumia malaika. Hata uweze kuona farasi, magari ya moto, hata uweze kuelewa. Lakini ufalme wa Mungu una magari ya moto, una farasi, una vifaa, una ndege za kivita. Watu wangu wanaelewa? You can access those things ambazo Mungu ameziweka kwenye ufalme. Kuna jeshi. Na ndio maana miongoni mwa cheo cha Bwana anajiita yeye ni Bwana wa nini? Wa majeshi. Kwa nini anajiita Bwana wa majeshi? Kwa sababu kuna majeshi ya Bwana ambayo yanapenda kazi usiku na mchana, na yale majeshi yana silaha za kivita, yale majeshi. Na ndio maana unaona labda Mikeli ameshika upanga wa moto, au atakuwa ameshika silaha fulani ya kivita, au atashika makombora fulani ya kivita, kwa sababu ni jeshi ambalo lina silaha, ni jeshi ambalo lina vifaa vya kisasa vya kivita, ni jeshi ambalo kazi yake ni kulinda mbingu, kazi yake ni kulinda miliki. Na ndio maana malaika mmoja alipotumwa aliweza kuangamiza watu 80,000 kipindi cha Daudi kwa dakika chache. Dakika chache, one angel. Malaika aliyeua kwanza watu wa Misri alikuwa ni malaika mmoja tu, alitikisa Misri nzima, akaua wazaliwa wa kwanza wote wa wanadamu, wa viumbe hai, wa paka, wa fisi, wa ng'ombe, wa mbwa. One angel. Hata tunapokuja kwenye dhiki kuu, tunazungumza habari ya dhiki kuu, kwamba kutakuwa na dhiki kubwa ambayo Yesu anasema haijatokea mfano wake tangu kuumba kwa ulimwengu, wala haitakuwapo kamwe. Ile dhiki kuu, miaka 3.5 ile ya kumalizia dhiki kuu ya miaka 7, watakaoitikisa dunia kwa dhiki kubwa, mapigo ni 7 tu. Na hiyo mapigo 7 ni malaika 7 pekee ambao wataitikisa dunia. Mmoja atageuza maji yote ya bahari kuwa damu, mwingine ataleta jua litasogea, mwingine ataleta nzi, mwingine atafanya hili na lile kwa miaka 3.5. Malaika 7. Manake Mungu ana jeshi la kivita. Mimi nashukuru hilo eneo, kwa sababu one of the area I've enjoyed in my life is angels.
eneo ambalo mimi katika maisha yangu Bwana amenitumia nalo sana kufanya kazi na malaika. Haleluya. Bwana atume jeshi kukulinda usiku na mchana. Bwana atume jeshi kuwa pamoja na wewe kila mahali. Bwana atume jeshi litakaloonekana kwako. Bwana atume jeshi litakalosimama badala ya maadui. Bwana atume jeshi litakalofukuza maadui mbele yako. Wangapi wanaamini watalindwa na jeshi la malaika wa Bwana? Watalindwa na jeshi la ufalme wa mbinguni. Kama unaamini hivyo, sema ninapokea kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kuna jeshi Pakistan kwenda kuhubiri. I've seen angels there. Tunduru niliona kwa mara ya kwanza multiple angels 6,000 nikiwa Tunduru, wakiwa wamekuja na ndege za aina ya Bombardier kama zile za Magufuli zilizonunua, ndege 6,000 zikatanda juu ya anga. Na hiyo vita hiyo nilikuwa napitia nayo. Wachai wameungana wa kusini, Wachai wa Mbinga, wa Nachingwea, Waliwale, wa Masasi, wa Songea, wa Tunduru na wa Mkuranga kuja kuvuruga ule mkutano hapa. Nikiwa na ubiri Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, vita hiyo kwepo kwenye ule mkutano, ilibidi watume malaika 4. Nikisimama kwenye kwa malaika mmoja upande huu, mmoja upande huu, mmoja kona ile kule, mmoja kule, wote watu wamesingirwa pale kwa siku zote 6 na ubiri mkutano, wanalinda ule mkutano. Pakistani, mji mkuu wa Pakistani Islamabad, hofu imeniingia, mashaka ya magaidi kule. Mimi nimepata neema ya kuwa mchungaji wa kwanza Mtanzania kwenda kuhubiri Pakistani. Juzi ndio nimeona kuna manabii wengine wameanza kwenda. Lakini kayo naenda hakuna mchungaji ambaye kwenda pale. Maaskofu wa Pakistani wanasema hatujawahi kupokea mhubiri kutoka Tanzania. You are the first one. Tunapokea kutoka Ghana, kutoka Nigeria. Hofu ile ya magaidi kwenda Islamabad, anga zima ni kuja kukutana na malaika, sauti inakuja, hubiri Injili, tuko pamoja naye. Huwezi kuwa mtendakazi wa ufalme afu na ulinzi. Huwezi kuwa mfanyakazi wa ikulu una nini? Una ulinzi. Lakini ukielewa kwamba wewe ni raia wa ufalme wa Mungu, you are protected 24 hours. Hata itokee attack yoyote. The second time, mara ya pili naenda kuhubiri Burundi, nilipata ajali mbaya sana. Yesu kama wai wangu ulikuwa ondokema. Nilikuwa niletwe na maiti kutoka Burundi. Ilibidi ni kurudi kwangu, ile gari niliacha Burundi miezi 3. Ilibidi nitafutiwe ndege ya kunirudisha Tanzania kwa sababu ile ajali iliyotokea. Malaika walishika uhai wangu, wasema unaenda wapi? Hujamaliza kazi. Wakarudisha roho yangu kwenye uhai. Nikaamka, nikaenda kuhubiri. Ufalme una jeshi. Haleluya. Haleluya, watu wa Bwana. Ufalme una jeshi. Ukishaelewa hicho, no shaking. Na ndio maana mwandishi wa Waebrania anasema tunatumikia ufalme usioweza kufanyaje? Kutetemeshwa. We are, anasema unshakable kingdom. Ufalme ambao sisi tunautumikia huu, kwa sababu ya system ya jeshi ilivyo, it is unshakable. It is unshakable. Tuko sawa tu bwana? Nazungumzia vitu vilivyoko kwenye ufalme. Halafu jambo lingine ni nini? Jambo lingine, ufalme una utajiri wa pamoja. Tunaita commonwealth. The kingdom has a commonwealth, utajiri wa pamoja. Kwa hiyo inaposema I've given you keys of the kingdom, ufalme una utajiri. Ufalme una mali. Hakuna ufalme usio na utajiri. Kwa sawa tu bwana. Sasa kipengele cha mwisho ambacho tutaanza kujifunza ni tutaangalia kipengele kinachosema funguo za ufalme wa Mungu. Sasa funguo zenyewe ni nini? Sasa just mention, halafu Mungu
nisaidie nizifafanue kesho na kuzimaliza. Funguo ya kwanza ni toba na haki. Repentance and righteousness. How repentance and righteousness can open up your heaven. If you don't have a heart of repentance, kama huna roho ya toba, as long as unaishi hapa duniani, moyo wa kushuka, moyo wa kunyenyekea hakuepukiki. Daniel, kwenye Daniel sura ya 9 anasema nilimwelekezea Mungu sala, maombi na dua yangu nikiomba toba juu ya dhambi zangu, juu ya dhambi za watu wangu na juu ya dhambi za taifa langu. Nikalia sana, kalia sana. Toba na haki nitazungumzia kesho, inavyoweza kufungua mbingu kwa ajili yako. Biblia inasema nanyi mnaomba, mkono wangu si mfupi, wala masikio yangu si mazito yasisikie, isipokuwa maovu yenu yamenifarakanisha, yamenitenga pamoja naye. Kwa hiyo hii inakufungua kwanza kwa access toba, taelezea kesho vizuri. Ufunguo wa pili, obedience, utii. Kuna vitu vingine havikai sawa kwa kuomba. Kuna vitu vingine vinatakiwa vikae sawa kwa utii. 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 Obedience. Nitaeleza maana ya utii na jinsi utii unavyoweza kukufungulia mambo ya mbinguni kwa viwango vingine. Obedience. Watu wengi leo wanakwama kwa sababu si watii. Wamepoteza baraka zao kwa kukosa nini? Utii. Mfalme Sulemani alipoteza ufalme kwa kukosa nini? Hakuzini, hakunywa pombe, hakuiba. Kilichomfanya Mfalme Sulemani apoteze ufalme kwa sababu utii. Dhambi inaweza usifanye hizi ambazo tunazielewa kwa macho, lakini kitakacho kupoteza ni nini? Utii. Kilichomfanya Safira na Anania wafe ni kwa sababu ya kukosa nini? Utii. Kwa nini hamkumtii Roho Mtakatifu? Kwa nini hamkumtii Roho Mtakatifu? Kwa nitaeleza juu ya utii kama ufunguo tatu. Ufunguo wa tatu ambao nitaelezea ni ufunguo wa praise and worship, kusifu na kuabudu. Just worship, just praise God. Ufunguo wa 4 nitaelezea giving and offering, kujitoa na sadaka. Kujitoa na sadaka. Ufunguo wa 5 nitaelezea imani, faith. Imani. Imani. Namna hii haitoki. Imani yenu iko wapi? Bwana tuongeze imani. Ufunguo wa 6, consecration in fasting and prayer. Dhabihu ya kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Sala, confession. Confession. Ukiri. Ukiri ni funguo ya 7. Kwa awamu hii kesho tutamalizia hizi funguo 7.
halafu na nitakueleza jinsi gani ya kuanza kuflow katika funguo hizi saba pale uliposimama juu. Pale uliposimama juu. Twende tukamshukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu ambapo anatamani tuweze kufanya vitu vikubwa. Anatamani kututumia hatima zetu zifike, ndoto zetu zifike. Anatamani kuona kwamba kile alichoagiza duniani kifanyike kinafanyika. Na sisi ni mabalozi ambao ametuamini kwa 100%. Trust ya Mungu kwetu si 90%. Trust ya Mungu kwetu ni zaidi ya 100%. Na ndio maana Yesu asema mtafanya namna makubwa kuliko haya mtafanya. Trust. Keys of the kingdom. Mshukuru Bwana kwa ajili ya haya. Naomba Bwana akupe neema kama na kibali cha kupatikana kesho. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunakushukuru kwa haya yote ambayo umetufundisha. Umetupa hatua kwa hatua kujielewa, kuanzia ufalme wako ambao hauwezi kutikiswa, kujua nafasi uliotuamini, nafasi uliotupa, uwezo kufungua, kutawala, kumiliki, uwezo kutenda vitu ambavyo macho hayajaona wala sikio halijaona halijasikia. Bwana, tunaomba majira haya tuliyoko duniani, Bwana wa majeshi, tukatembee katika ufalme wako kama wana wa ufalme, kingdom citizenship. Tukatembee kama watawala, tukatembee kama wamiliki pamoja na wewe, tukatembee kama watu ambao Bwana umetupa nafasi ya upendeleo, nafasi ya upekee ambayo hata uko hapa malaika, lakini Bwana tumekuferisha kwa kutofanya yale uliyokusudia. Umetupa job description yako ambayo ulitembea nayo duniani, ukasema ile kazi nilipewa na ile kazi na majukumu nilipewa na yaleta kwenu sasa. Kama alivyonituma mimi na watuma. Tupe Bwana kukumbuka hayo maneno. Shetani asipate nafasi ya kutupofusha, ili kutokuelewa maneno kama hayo, ili kutokuelewa kazi tuliyopewa, ili kutokuelewa majukumu tuliyopewa, our job description. Bwana, shetani asitupofushe kutokuelewa hayo, lakini Bwana tupe fahamu wa kipekee wa kuelewa hatua kwa hatua, kuelewa jambo kwa jambo. Magonjwa hayatakuwa kitu mbele yetu, milima haitakuwa kitu mbele yetu, mateso hayatakuwa kitu mbele yetu. Milima itayeyuka pale tutakapoelewa, pale tutakapofahamu, pale tutakapojua ya kwamba hakika kwako wewe ufalme wako haukujapungukiwa na chochote. Ni ufalme unaojitosheleza, ni ufalme uliojaa kila aina ya vifaa, ni ufalme uliojaa utajiri na heshima, ni ufalme uliojaa utukufu mwingi. Bwana wa majeshi, tusaidie kujielewa. Tumekwama wapi? Mungu, tusaidie kuwa na ufahamu wa kuelewa na kutambua mamlaka ulioachilia kwetu, mamlaka uliomimina juu yetu, mamlaka uliotupa. Bwana, tusaidie kujifahamu na kujielewa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa majeshi, ondoa kila utando wa giza unaotufanya tujione si chochote, si lolote, unaotufanya tujione hatuna chochote hapa. Bwana, tupe neema hiyo. Bwana, tupe uwezo huo. Bwana, tupe nguvu hiyo. Bwana, tupe utukufu huo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakusihi Jehova, ndani ya siku hizi Bwana, tupe kuelewa ya kwamba hakika unaweza ukatenda tena kwetu. Unaweza ukatutumia zaidi ya kina Musa, zaidi ya kina Elia na kina Elisha, zaidi ya manabii waliotutangulia, maana sisi ni uzao mteule wa agano jipya. Wewe Kristo ukiwa kiongozi wetu, wewe Kristo ukiwa kielelezo chetu. Bwana wa majeshi, umetuachia kielelezo, tusaidie kusimama katika kweli. Manabii hawakuwa na kielelezo, akina Danieli hawakuwa na kielelezo, akina Musa hawakuwa na kielelezo, lakini waliamini, wakatii, wakafanya mambo makubwa. Akina Yeremia, akina Isaya hawakuwa na kielelezo mbele yao, lakini wakafanya makubwa. Sembuse sisi ambao tuna kielelezo. Bwana, umekuja ukafanyika kwa kielelezo chetu, ukafanyika kwa limbuko la imani yetu, ukafanyika kwa limbuko
matendo mema, ukafanyika kuwa limbuko la karama na vipawa ambavyo kwavyo Bwana yatupasa kufanya zaidi, maana tumepewa vingi, unatarajia mengi kwetu. Umetupa vingi, unatarajia makubwa kutoka kwetu Bwana. Imani ya Agano Jipya si imani ya Agano la Kale. Utukufu wa Agano Jipya si utukufu wa Agano la Kale. Bwana, tujalie kuonyesha utukufu wa Agano Jipya, ikiwa sisi ni wajumbe wa Agano Jipya. Bwana, tusaidie kutembea na neema ya Agano Jipya, tusaidie kutembea na uwezo wa Agano Jipya. Mwambie Bwana tusaidie kutembea kwenye viwango vya Agano Jipya. Mwambie Bwana tusaidie kutembea kwenye utukufu wa Agano Jipya, kwenye neema ya Agano Jipya, kwenye ufahari ya Agano Jipya. Ramanda la bakite keribe kiteribo yandari ya manda la bakuri ya bosikeribo sia ramanda la boza kite kiribosa yezekeri manda la bakata rikosikoribosa riamande rimanda la bakuri ya bosikeribosa katanda la bakato yasikori ya mande risekoria rimanda ribakate keribe kite. Let the light of the New Testament shine upon us. Mwambie Bwana nuru yako ya Agano Jipya iangaze machoni petu. Nuru yako ya Agano Jipya iangaze maishani mwetu. Nuru ya Agano Jipya iangaze machoni petu. Iangaze juu ya mioyo yetu. Iangaze juu ya maisha yetu Bwana. Oh Bwana majeshi. Satakaramosa. Rabosikiriama. Asante Bwana kwa neema yako kuu. Asante Bwana kwa utukufu wako ajabu. Utatupa kutenda kwa uweza na nguvu yako, katika jina la Yesu, amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Mungu atubariki, twende na amani ya Bwana Yesu. Amen. Natakia watu wawili watatu baraka za Bwana ya Bwana utie nguvu kupatikana kesho.